lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumekusanya alama 8 kwenye kundi hilo, lakini haijakuwa bahati, tumeshindwa kupata pointi za kutosha kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo tumemshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo, na niwapongeze sana wachezaji wetu, wamejituma sana, wamejitoa sana leo, wamefanya kile ambacho tuliwaagiza Wanayanga wakifanye, wamefunga magoli mengi, magoli 3 siku ya leo, lakini magoli hayo hayakutosha kwa sababu mechi nyingine imemalizika bila. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu, sasa mipango inahamia kwenye mashindano mengine. Ali, nimeona baada ya mchezo kumalizika mashabiki hata hapa sasa hivi kuwasikiliza wanapiga makofi, ni kama wanakubaliana au wanaridhishwa na kile ambacho mlikifanya. Hii inasababishwa na ile kauli ambayo wakati kundi limetoka watu wakasema mmepangwa kwenye umoja wa Arabu kwamba shughuli yenu ishaishia hapo, watu wakasema maneno mengi. Lakini kile ambacho kimekuja kutokea ni kama mmewasurprise watu kiwango bora hata katika mchezo huu ambao tumeona. Ndio maana nasema Wanayanga wote leo ukitazama tumekuwa disappointed kidogo kwa sababu hatuja qualify, lakini performance ya timu kutoka makundi yameanza mpaka mechi ya mwisho leo tumeridhishwa nayo. Timu imepambana sana, hata mechi ya leo umeona players wametoa 100% ya ubora wao, uwezo wao kuweza kutogea furaha, lakini ilikuwa haipo kwenye mamlaka yetu kwa sababu kuna mechi nyingine ambayo tulikuwa tunaisubiria. Kwa hii performance ambayo tumeitengeneza kwenye Champions League hatua ya makundi msimu huu, kwenye kundi hili tumeweza kuvuna pointi 8. Maana yake tunajiona kabisa tuna nafasi ya kufanya vizuri kwenye mashindano yanayokuja huko mbele. Ndio maana kila mtu leo anaondoka akiwa na furaha, anawapongeza wachezaji kupambana, akiamini kwamba kwa jasho lilovuja leo, kwa performance ya Yanga kwenye kundi hili, tukirudi katika mashindano mengine tunaweza kufanya vizuri zaidi inshallah. Bila shaka kuna jambo ambalo mmelichukua kama funzo kwenye michuano hii kwa msimu huu, ni lipi hilo? Hii michuano sheha, nikwambie ndugu yangu, ukishakuwa hauna mamlaka ya kuamua mchezo kama hii ya leo, yani tunapata chuma 3 lakini bado inabidi tusubiri mechi nyingine. Hiyo situation ni ngumu. Yani unapata chuma 3 alafu unashangilia, unarudi kukaa, unaendelea na dua kusubiri mechi nyingine. Hiyo situation ni ngumu sana, lakini tumejifunza next time tusiwe katika hiyo situation ya kusubiri mechi nyingine baada ya sisi kuamua jambo letu. Maana yake next season inshallah tutakwenda kupiga hesabu zetu vizuri, isitokee hii hali inaumiza wewe. Je, nikishai ujui tu hii hali unamweka mtu chuma 3 alafu unakaa chini unaendelea kuomba dua? Hii hali inaumiza sana, so ambie mtu